Neema ni uwezesho wa kimungu unaomsaidia mtu kufanya jambo kwa wepesi bila kutumia nguvu. Nikasema mfano mzuri ni kama grease inapotumika kuweka kwenye vyuma kuondoa msuguano, kuondoa ile friction. Lakini maana nyingine tena ni chombo chochote kinachowekewa mafuta ili kukilainisha. Sasa neema ya Mungu ni uwezesho wa Mungu unaomsaidia mtu kufanya mambo ya Mungu au mambo yaliyompasa kuyafanya bila kuumia au bila kutumia nguvu. Okay? Mwimbaji yoyote anahitaji neema ya Mungu ili aweze kufanya vizuri. Mhubiri yoyote anahitaji neema ya Mungu ili aweze kufanya vizuri. Lakini mfanyabiashara yote anahitaji neema ya Mungu ili aweze kufanya vizuri. Wapiganaji wote wanaotaka kuikomboa familia wanahitaji neema ya Mungu ili waweze kufanya vizuri. Haleluya. Kwa hiyo unapata upako. Upako ni nguvu za Mungu au ni Roho Mtakatifu kuwa katika maisha yako na kuanza kuoperate kufanya mambo ambayo kibinadamu singeweza. Lakini neema ni uwezesho wa kufanya hicho kitu unachotakiwa kukifanya bila kuumia. Yaani ni uwezesho unaokusaidia wewe kufanya kwa wepesi. Yaani ni kusema kwamba neema hurahisisha. Neema hurahisisha kazi. Kwa hiyo neema inakusaidia wewe kufanya bila kuumia au kwa wepesi. So, kama wewe unaombea familia, mzigo wa kuombea familia sio mdogo. Na vita ya kuombea familia sio ndogo. Mtu yeyote anayejiinua kwanza kuombea familia, adui hujiinua. Na hasa wakati unapoombea familia pia, usipofunga roho za malipizi. Ndio maana tunasemaga mara zote ukumbuke kufunga roho za malipizi kwako na kwa wale watu wote wanaokuhusu wanaotajwa kwa majina yako. Ukisema wanaotajwa kwa majina yako maana yake umejumuisha ndugu zako wote, jamaa, yani wale watu wako wa karibu wote. Unafunga roho za malipizi. Maana unaweza kuwa unashughulikia matatizo ya familia, adui akainuka kaenda kaua mtoto. Adui akainuka kaenda kasababisha jambo fulani ambalo litakusababisha uendelee kuwa na maumivu na mateso. Kwa hiyo ili uweze kukomboa familia utahitaji grace. Utahitaji neema ya Mungu iwe juu yako ikuwezeshe kufanya hiyo kazi ya ukombozi kwa wepesi, bila kuumia, bila kuchoka, bila kujuta. Yaani neema ya Mungu ni kilainishi. Neema ya Mungu ni uwezesho wa kiungu kumsaidia mtu kufanya kazi yake kwa wepesi. Haleluya. Haleluya. Labda nizungumze hivi. Watu wakitaka kutengeneza chakula kinachoitwa chapati, wanapata unga, wanapata jiko la kupikia na mboga ya kula hizo chapati. Lakini ili kutengeneza zile chapati, utamuona mtu mwenye ujuzi, mwenye kujua nini anachokifanya, akichanganya ule unga na mafuta. Kwa nini anaweka mafuta kule? Anataka kufanya kuwe na wepesi katika uandaaji. Haleluya. La sivyo utamsumbua sana. Ni kweli anaweza kutengeneza lakini utamtesa sana. So ili usimtese sana, anaweka mafuta kwenye ule unga ili kufanya ile kazi iwe nyepesi. Okay? Kwa mfano huu sasa, kwamba ile kazi ya kutengeneza ule unga au kutengeneza chapati inakuwa nyepesi kwa huyu mtu anayeandaa kwa sababu mafuta yapo. Basi neema ya Mungu ni mfano huo kwamba ni kilainishi au kiwezeshi katika jambo unalotaka kulifanya, ambalo ni jambo la kimungu. Mfano, ndoa ni jambo la kimungu, uzao ni jambo la kimungu, kila kitu, kwenda kuhubiri injili ni jambo la kimungu. Maisha yako yote yanahitaji neema. Familia yako yote inahitaji neema. Ni neema tu ndio inayoweza kukusaidia wewe kufanya jambo lolote kwa wepesi bila kutumia nguvu. Haleluya. 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 Hebu sema neema ya Mungu ni kiwezeshi cha mimi kufanya kazi ya Mungu bila kutumia nguvu. Okay, vizuri sasa.
Sasa ili ufanye biashara, pamoja na kwamba umepata pesa ya mtaji, umepata frame, umepata kila kitu unachokihitaji kwa ajili ya kuanzisha biashara, utahitaji upate extra thing, ambacho hichi ndicho cha muhimu zaidi, kitu cha ziada kinachoitwa grace, neema. Hii neema itakusaidia ujue jinsi ya kuongea na watu, ujue jinsi ya kuinteract na watu, ujue namna ya kuweza kubebana na watu wako, ujue namna ya kuweza kuchukuliana na mazingira na kadhalika na kadhalika. Kuna wafanyabiashara ambao wanapata riziki kwa kutembea kwa miguu yao, lakini kuna wengine wanapata riziki kwa kuweka bidhaa zao mahali pamoja. Hawa ni watu wawili tofauti. Inaweza ikawa biashara ni ile ile, aidha ni nguo, mwingine kakaa sehemu moja, mwingine anatembeza. Wote anayetembea kapata neema, ana uwezo wa kutembea, ila kuna mwingine ukimwambia atembea akirudi jioni ile hawezi kuunganisha. So kila kitu unachokifanya inahitaji neema ya Mungu kukusaidia. Kwa hiyo baada ya kuomba, tulisema kwamba watu wengi maisha yao yako kama yalivyo kwa sababu wamekosa nguvu. Familia nyingi zimekosa nguvu za Mungu kubadilisha maisha yao, so wamebakia kuwa kama jinsi walivyo. Lakini mtu akishapokea nguvu za Roho Mtakatifu, tayari yuko powerful, yuko na nguvu za kuweza kufanya chochote cha ambacho anaagizwa na Mungu kukifanya au ambacho angetaka kukifanya katika ufalme wa Mungu. Lakini anahitaji neema ya Mungu ili aweze kukifanya kwa uzuri. Ili afanye kwa uzuri, anahitaji neema. Haleluya. 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 Yaani kila kitu unachokifanya, everything you do, you need what's so called grace of God. Na hii neema ya Mungu itakusaidia kukutofautisha wewe na wengine. Utakuwa na biashara wote, lakini wewe utafanya biashara yako kwa ubora zaidi. Kwa maana tukipita kwenye biashara za watu, unaweza kukuta biashara mwingine ina ubora na usafi, nyingine ina uchafu. Mtu asiyejali, asiyefanyaje, kwa sababu watu wawili tofauti. So neema alionayo mtu inaweza kusaidia watu tele. Narudia tena, upako ulio nao utakusaidia wewe na utaweza kusaidia wengine, kwa mfano kuharibu falme za giza. Lakini neema ulionayo itasaidia wengine kwa kuwafanya wawe comfortable. Watakula, watavaa, watafurahi, watalala mahali pazuri, kila kitu, kwa sababu wewe upo. Huyo ni mtu mwenye neema. Asiyekuwa na neema, vitu vyote vya muhimu ambavyo vingeweza vikahitajika kwa watu wengine hawezi kuvipata yeye, atahitaji kwa wengine. Narudia tena, neema ni upendeleo wa kimungu ambao unamfanya mtu awe tofauti na wengine, aidha kwenye mfumo wa uchumi. Lakini Mungu ana tabia moja, kwamba yule anayepewa akishakuwa sio mchoyo, neema ya Mungu inazidi kuongezeka. Ndio kusema kwamba utoaji ufanya neema ya Mungu kuongezeka kwako, au neema ya Mungu kukua kwako. Lakini kuzuia utoaji ni kufanya neema ya Mungu ipungue kwako. Kumbe neema inaongezeka na kupungua, upako huongezeka na kupungua. Upako ni nguvu za Mungu zinazokusaidia wewe kuharibu falme za giza, kushinda majini, kushinda mapepo, kushinda uchawi, kushinda kila kitu. Lakini neema ya Mungu inakusaidia, ni uwezesho wa kimungu unaokusaidia wewe kufanya kitu kwa ubora, kukifanya vizuri zaidi kuliko wengine. Haleluya. 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 Sema nahitaji neema ya Mungu ili niweze kuiombea familia vizuri, niweze kuisaidia familia vizuri, niweze kubeba mahitaji ya familia vizuri. Mtu aliyepata neema kwenye familia ni mtu ambaye hupendwa sana, kwa sababu neema, moja kati ya kipengele kinachofuatana, kinachokuwepo cha kwanza kwenye neema ni kibali.
Haleluya. Yaani huwezi kusema huyu mtu ana neema alafu akawa hana kibali. Yaani neema inaambatana na kibali. Ukisikia mtu anasema ninatamani nipate kibali kwako, kibali ni neema. Haleluya. Ukisikia mtu anasema nimekosa neema machoni pa Mungu, au nimekosa neema machoni pa mama yangu, nimekosa neema machoni pa baba yangu, maana yake anazungumza kwa habari ya kibali. Angalia, nitoe mfano mwepesi. Baba mwenye mali, mwenye mashamba, mwenye mifugo, mwenye kila kitu, siku ambayo anaamua kugawa zile mali kwa watoto wake, kuna wengine watapewa kidogo, wengine watapewa kikubwa, na kuna mwingine ataweza kupewa maradufu. Sasa yule aliyepewa zaidi tapata neema kubwa zaidi kuliko wengine. Bwana asifiwe sana. Yule aliyepata kidogo tapata yani aliona neema kidogo sana kwa baba yake. Kwa sababu neema, ukizungumza neema ni uwezesho wa kimungu wa kukusaidia kufanya mambo ya Mungu kwa wepesi. Lakini uweze kuzungumza neema bila kibali. Kwa hiyo Mungu akimtuma mtu kwa watu kwenda kuhubiri Injili, jambo la kwanza analompatia au kitu cha kwanza anachompa ni kibali mbele za watu. Sema amina kubwa. Aone neema machoni pao, na huyo mtu akifika kwao watampokea kwa sababu ya neema ya Mungu iliyoko juu yake. Basi watamfadhili. Neema inaambatana na fadhila. Ukisikia mtu mwenye neema, huwa huyu mtu ana kibali namba moja, anapata fadhili machoni pa Mungu na machoni pa watu. Kwa hiyo watu humtendea mema. Yaani mtu anaweza akatoka nyumbani kwake akawa anamfikiria mama fulani ambaye yuko hapa kanisani, akasema yule mama anamhurumia sana, akasema ngoja nimchukulie kitenge changu kipi hapa nimpelekee. Lakini akasema ngoja nimpelekee na mchele kilo 2, kilo 3, kilo 4, kilo 5. Anamletea, wakati anataka kuondoka anasema ngoja nimwekee na mafuta. Yaani huyu mtu ni kwamba ameona neema machoni pa huyo mtu, lakini hiyo neema sasa imeambatana na kitu kinachoitwa kibali na fadhili. Sasa pakisha kuwa na kibali na fadhili, jambo lingine la tatu linaloambatana na mtu ambaye amepata neema ni huruma. Huruma. Kwa hiyo kinachomsukuma kufanya kitu fulani huyu mtu ni huruma pia. Anamuonea mtu huruma kwa sababu huyo mtu amepata neema machoni pake. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa Mungu akihurumia familia, hiyo familia imepata neema machoni pake. Hata kama wanatenda dhambi kiasi gani, lakini akishaihurumia hiyo familia, kwa kuwa imeona kibali machoni pake, Mungu huchagua mtu ndani ya hiyo familia, alafu huyo mtu anamrehemu, anamsamehe dhambi zake, alafu anampa nguvu kwa ajili ya kushughulika na hiyo familia. Nguvu zitakazotolewa ni pamoja na nguvu za kiroho za kupambana na falme za giza, pamoja na nguvu za kiuchumi na nguvu za kimamlaka. Haleluya. Yaani nguvu za kiuchumi, manake unaweza ukaamka kila siku huna hela, lakini familia ila licha, au watu wale uwapendao hawala licha, wala wapungukiwi, kwa sababu umepata neema machoni pa Mungu. Yaani Mungu akiona kwamba huna chochote, atainua watu watakuletea hata ndizi, atainua watu watakuja kusalimia, watakuletea hata unga na sukari, kwa sababu umepata nini? Neema. Umepata neema machoni pa Mungu. Kwa hiyo wale watu wakija wanakuja na package ya kukufadhili, kwa sababu mtu aliyepata neema amepata kibali, amepata fadhila, amepata huruma. Haleluya. 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 Hebu pigie Yesu makofi yako mazuri sana. So, familia yako inahitaji kitu hiki. Inahitaji neema ya Mungu itadumu juu ya hiyo familia. Na ikipata neema machoni pa Mungu, basi itaambatana na vitu hivi vitatu: kibali, fadhila na huruma. Haya mambo matatu ndio tunachomaanisha kwa kusema neema ya Mungu. Yaani Mungu mtu akipata neema kwake, hamtazami tena kwa zile dhambi zake, hamtazami tena kwa yale madhaifu yake. Cha kwanza anamhurumia, akijua ni mwanadamu,
anamhurumia, kwa sababu ili mtu apate neema kwa mtu au kwa Mungu ni lazima huruma iwepo, lazima fadhila iwepo, lazima kibali kiwepo. Kibali ni kukubalika. Haleluya. Amen. Sasa familia zetu zimekosa kitu hicho. Ndio maana utaweza kusikia wanadamu wakisema boma fulani alifaaji kuoa. Manake hawa watu wamekosa kibali. Kwa hiyo neema ya Mungu juu ya hiyo familia imepungua. Narudia tena. Kwa kuwa amekosa kibali, it means neema ya Mungu imepungua. Kwa sababu neema ya Mungu ikiwepo, kibali kitakuwepo, fadhila zitakuwepo na huruma itakuwepo. Lakini kibali kikiondoka, kibali kikawa kimepotea, hakipo, manake neema ya Mungu imepungua. Neema ya Mungu ikiondoka kabisa juu ya mtu huyo ukosa kibali, ukosa fadhila, ukosa kuhurumiwa. Kwa unaweza kumweleza mtu shida yako ni ya msingi kabisa, na anaweza kukusaidia akakupuuza kwa sababu neema ya Mungu haiko juu yako. Kinachosababisha watu wakuone, wakupende ni wewe kupata kibali machoni pa Mungu. Ukishapata kibali machoni pa Mungu, unapata kibali machoni pa watu pia. Ukikosa kibali machoni pa Mungu, umekosa kibali machoni pa watu pia. So familia inaweza ikawa na historia mbaya sana. Boma linaweza likawa na historia mbaya sana. Inawezekana hiyo familia ilishasemwa kwa maneno mabaya sana, yakiwemo mambo ya uchawi, yakiwemo mambo ya ushirikina, ya uganga, yakiwemo tabia zisizofaa, yakiwemo mambo mengi kadha wa kadha. Vile vitu vilivyozungumzwa vikaondoa kibali kwenye hiyo familia. Kibali kilipoondoka, huruma ziliondoka na fadhila ziliondoka. Kwa hiyo familia ikabaki katika hali ya ukiwa na upweke. Ili sasa mambo hayo yarudi tena, pamoja na kwamba ilishasemwa vibaya, ilishachafuliwa, inahitajika neema ya Mungu iwe juu ya hiyo familia. Neema ya Mungu itakaporudi ndani ya familia, kibali kitakuwa kipo ndani ya neema hiyo, huruma ya Mungu itakuwepo, huruma za wanadamu zitakuwepo, lakini pia watu wale ambao waliorudiwa na hiyo neema ya Mungu watapata fadhila. Sema amen. Amen. Watapata kufadhiliwa. Haleluya. 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 Hebu sema nahitaji neema ya Mungu iwe kwa wingi katika maisha yangu na katika familia yangu. Na katika familia yangu. Hebu sema tena, na katika familia yangu. Rudia tena, na katika familia yangu. Hebu rudia tena, na katika familia yangu. Unaweza usielewe hichi kitu ninachokuambia. Sikiliza, unaweza ukazaa watoto, ukawazaa ukamaliza. Ulipozaa watu wakaja wakakunyang'anya watoto. Hawakunyang'anyi kwa sababu wanakuchukia. Na watu wengine hawajui maana ya kufadhiliwa na Mungu. Yaani mtu anakuambia nipe mtoto mimi nikae naye, usihangaike naye kwa habari ya kula wala kuvaa na kusoma, niachie mimi nitapambana naye. Unamwambia unaenda kuongea na mama. Mama anasema haifai. Na wewe unaenda kusema haifai. Wakati ulimuomba Mungu, unaomba neema yake iwe kwako, neema yake iongezeke kwako, isikupungukie. Sasa neema inapokuja, moja kati ya package iliyoko kwenye neema ni fadhila. Unafadhiliwa na watu. Sema amina kubwa. Amen. Sema amina kubwa. Amen. Hebu sema Mungu anaweza. Rudia tena, Mungu anaweza. Hebu sema roho yoyote ile inayozuia neema ya Mungu katika maisha yangu, leo naikemea itoke kwenye maisha yangu na iniachie kwa jina la Yesu aliye hai. Sasa ili uone neema ya Mungu ikiflow kama mtu kwenye maisha yako, utatakiwa uache dhambi completely. Bila kuacha dhambi, neema ya Mungu itakupungukia kila siku.
katika maisha yetu ni mpya kila siku. Sema huruma za Mungu kwenye maisha yetu na fadhili za Mungu kwenye maisha yetu ni mpya kila siku. Sema rehema za Mungu, rehema za Mungu. Rudia tena, rehema za Mungu ni mpya kila siku katika maisha yetu. Yaani kila siku Mungu ukiamka anakutazama kwa jicho la huruma kuliko jana. Jicho la huruma kuliko jana. Anapoitazama hiyo familia, anaihurumia kuliko alivyoihurumia juzi na kuliko alivyoihurumia jana. So, rehema za Mungu katika maisha yetu, yani huruma za Mungu katika maisha yetu ni mpya kila itwapo leo. Tunaishi maisha ambayo ni ya kuteseka, ni maisha magumu. Huwezi kuvaa nguo, huwezi kula chakula, huwezi kusomesha watoto mahali wanapotakiwa kusoma, shule nzuri za kisasa, na unasema ni umaskini, ni umaskini. Nataka nikwambie kuna kitu umepungukiwa. Hiyo unateseka, unatumia nguvu nyingi kwa sababu umekosa kilainishi cha maisha yako kinachoitwa neema ya Mungu. Sema amina. Amen. Ukipata kilainishi cha Mungu kinachoitwa neema ya Mungu, watu watakufadhili tu. Yaani watu watakupenda tu, watu watakuhurumia, watu watafikia kutendea mema. Yaani mtu anasukuma tu akutendee mema. Hujui hili wala lile, unashangaa mtu kaja kakuletea kitu fulani. Huyu kaja kesho kakuletea kitu fulani. Kwa sababu neema ya Mungu ipo nyingi kwenye maisha yako. Sema amina. Amen. Sasa kukaukiwa na neema ni kuwa jangwani, ni kuwa mahali pakame pasipokuwa na msaada wa maisha yako. Neema ya Mungu inaleta umande wa mbinguni juu ya maisha yako na juu ya familia. Utaamka kweli hujui leo nitakula nini, lakini Mungu atasababisha umande wa mbinguni ukunyeshee kwa sababu wewe ni mtoto wake na umepata neema na fadhili machoni pake. Sema amina. Haleluya. Kama kuna kitu tunahitaji kukiomba, umeshapokea upako. Kama kuna kitu unachohitaji kukiomba kwa sasa, grace of God. Biashara yako itapata watu kwa sababu neema ya Mungu iko kwako ya kutosha. Neema inaleta watu. Neema inasababisha mambo makubwa katika maisha ya mtu. Neema husababisha vitu viende kwa wepesi na kufanikiwa bila kukwama, kwa sababu neema hutembea sambamba na upako. Haleluya. Amina. Wenyewe mwana wa watumishi wana upako mkali. Yaani kinyoshia tu mtu hivi kidole anadondoka chini. Lakini maisha yake ni magumu kupita kawaida. Watoto wake hawana nguvu, hawawezi kusoma shule nzuri, yeye mwenyewe hawezi kuvaa nguo nzuri. Sio shida ni upako. Upako una sehemu yake, lakini kuna kitu kinachoitwa neema ya Mungu, ambayo hii neema ya Mungu ndio inafanya vitu viende kwa wepesi kwenye maisha yako. Haleluya. Na kwa kuwa Kristo wengi hawakujua siri hii, waliokoka wakaacha wokovu. Kwa sababu walipookoka walipata upako, wakikemea pepo yowe zinapigwa sana, watu wanapona, watu wanafunguka, lakini kwenye maisha yao yamekuwa mifupa mikazi kwa sababu hakujua maombi ya kuomba. Haleluya. Amen. Haleluya. 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 Hebu kwa jina la Yesu aliye hai. Kila roho ya giza inayozuia mtiririko wa neema kwenye maisha yangu, inayozuia neema kutembea kwenye maisha yangu, leo roho ya giza naiondosha. Leo roho ya giza naiondosha. Roho ya giza naiondosha katika maisha yangu. Iachie kabisa kwa jina la Yesu aliye hai. Zile vifungo vya kipepo vilivyofunga familia miaka mingi iliyopita, leo nimejitenga navyo. Natamka kuanzia leo mito ya baraka ianze kutiririka. Mito ya baraka ianze kutiririka. Umande wa mbinguni uanze kunyeshea familia katika jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu aliye hai. Sio unanielewa ninachokwambia? Mara kadha wa kadha, mimi sitaki nijitolee mfano sana, lakini natamani tu nieleze angalau uelewe ninachozungumza. Maana kama mimi nahubiri kitu ambacho mimi mwenyewe sikipokei kwa Mungu au sikioni kwa Mungu, maana yake sasa hichi kitu tunachokihubiri ni cha uongo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kuna siku
tulikuwa nyumbani na familia. Wakaja watu, nafikiri watu kutoka hapa kwenye madhabahu. Wakaja wakatutembelea, wakatuletea vitu. Vile vitu tukakubaliana na mama tuwagawie watu na sisi tubaki na kitu. Tukagawa vile vitu. Tulivyovigawa vile vitu, vikaletwa tena vitu vingine. Tukakuta upande fulani unaohusu familia yetu ulikuwa na wakati mgumu sana. Tukagawa vile vitu tena, tukavitoa kwa watu. Sisi tukabaki tu na kidogo. Mungu akasema ya hizi habari na akaamsha mtu, akanipigia simu nikiwa nyumbani. Akaniambia tafadhali naomba ufike mpaka Liganga uje ukachukue mfuko wa mchele. Nimesikia nikuletee mchele mfuko. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikiwa nyumbani nikamwambia mama, namwambia mtu fulani ameniambia, akaniambia mbona tisimu? Nilikuwa nimemuelezea baada ya kuleta mchele pale mfuko nikamwelezea. Sio moja wala sio mawili, nikishuhudia hapa naweza nikawa naweza nikachukua muda wetu wa ibada nikishuhudia mambo ambayo Mungu ametenda kwenye maisha yetu. Kwa sababu neema ya Mungu inapoongezeka kwenye maisha yetu na baraka zinaongezeka, kwa sababu moja kati ya package ya muhimu katika neema ni fadhili. Na katika fadhili uweze ukaacha kuzungumza baraka, kwa sababu fadhili ni mambo mema ambayo mtu anatendewa. Haleluya. Haleluya. Tunaendelea kumtumikia Mungu, tunaendelea kumtumikia Mungu. Biblia ikasema siku moja watoto wako watapakatwa katika miguu ya watu wa mataifa. Watapakatwa na watabembelezwa kama vile mtoto anyonyaye. Nikalichukua lile andiko katika maombi yale yaliyopita. Tulikuwa tunatafuta ufadhili. Unajua kuna kitu hamjakijua. Mimi nikiwa nimetangaza maombi ambayo Mungu ameniagiza, mimi ndio wa kwanza namwambia Mungu asiniache katika hilo. Kwa mimi naweza nikawa naamini yale maneno ya Mungu kupita wengine wote, lakini nakuhubiria na mimi naamini, namwambia Mungu. Musa wana wa Israeli walipovuka, Musa kubaki. Musa alivuka pamoja nao. Bwana asifiwe sana. Amen. Maji yalipotolewa kwenye mwamba, hawakunywa, Musa akakosa maji. Walikunywa wote. Maana ilipoletwa jangwani, hawana wa Israeli wakula, alafu Musa akakosa maana. Alikula yeye na familia yake, abembelezwa. Sasa kuna wakati mimi naweza nikawa namuomba Mungu nikiwa ninazama kabisa. Mungu anapotenda, mimi nikaanza kuleta upinzani, nazuia ule mpango wa Mungu usitendeke. Samuel alipelekwa kanisani, akaachwa huko akiwa na miezi 3. Kwanza walitaka kumpeleka akiwa na miezi 2, mama akakataa, akasema acha kwanza awe na miezi 3 ili aifahamu sura ya baba yake. Sasa Sefa pale ana miezi 5, hawezi kufahamu sura yake. Lakini mamake Samuel alisema angalau aishike sura ya baba yake miezi 3. Maana nikimpeleka naondoka hivyo, anaenda kubebwa na neema ya Mungu. Haleluya. Amen. Sasa tumejikuta tukibeba mizigo ambayo Mungu alitaka atusaidie kubeba. Na ili atusaidie kubeba, lazima uombe neema ya Mungu iwe juu yako. Neema ya Mungu ikiwa juu yako, utashangaa tu unapata kibali machoni pa watu, unapata kibali machoni pa Mungu. Mungu atainua fadhili, hata kutoka Marekani, hata kutoka India, hata kutoka Canada, kwa sababu wewe ni mtoto wake, na watakuja watatembea hata mpaka kwenye nyumba yako. Na Mungu atawafanya waitazame ile nyumba yako, waione huruma, kwa sababu wewe umepata kibali machoni pa Mungu, una neema ya Mungu juu yako. Haleluya. Amen. So nikisema neema ya Mungu ni uwezesho wa kimungu unaorahisisha mambo. Sijui hapo umenielewa? Yaani ni uwezesho wa kimungu unaorahisisha mambo kwenye maisha ya mtu. Yaani maisha yake yanaenda kwa wepesi kwa sababu neema ya Mungu iko juu yake. Haleluya. Ukipigana na mtu mwenye neema, ni sawa na kupigana na jiwe. Kwa sababu neema ya Mungu isipoondoka, na watu ungangana sana wasiache
aachilie neema. Yaani mtu atakuwa tayari kwenye pito lolote, kwenye majaribu yoyote, lakini atakubali neema ya Mungu impungukie. Maana neema ya Mungu ikimpungukia, maisha yake yanavurugika, yanaanza kwenda kwa uzito. Ni afadhali marafiki wote waondoke, ni bora ndugu zako wote wakuache, lakini neema ya Mungu isiondoke kwako. Maana Biblia inasema Mungu atakupa wazazi wengine, atakupa ndugu wengine, atakupa mama mwingine na baba mwingine, kwa sababu neema ya Mungu inatosha kufanya hayo. Paulo anasema, Bwana nakuomba niponye mimi, kuna mwiba unanitesa. Paulo, neema yangu ya kutosha. Neema yangu inakutosha. Yaani hakuna kitu ulichopungukiwa katika ile neema niliyokupa. Haleluya. So neema inasababisha kila kitu kiende kwenye oda. Amen. 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 Hebu mpe Yesu makofi tukufu. Ninatamani hili liwe kwako pia. Amen. Ninatamani hili liwe kwako. Nasema natoa mifano tu. Siko hapa kujivuna na mbingu inajua, na wala siwezi kufanya hivyo. Lakini najaribu kukueleza at least uelewe hicho ninachokuambia na umuhimu wake. Nielewe kukuambia. Yesu alisema hivi: tafuteni ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtapewa na ziada. Mtapewa na kuzidisha. Alisema angalieni maua. Hayatafutaji pesa, haendagi shule kama nyinyi, hayafugaji wala halimi, lakini yanavaa na kupendeza. Kama Mungu anaweza kuyavalisha maua ya kondeni namna hii yakapendeza hivi, na kesho yakanyauka yakatupwa, je, ninyi sio bora kuliko maua? Akasema waangalieni kunguru, hawalimi mashamba wala hawana ghala la kuhifadhi chakula, lakini Baba yenu wa mbinguni huwalisha. Je, ninyi si bora kuliko kunguru? Basi msisumbukie kesho mkisema tule nini, tuvae nini. Kwa sababu watu wa mataifa wasiomjua Mungu husumbukia hayo. Bali ninyi utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mkishapata hivyo viwili, mengine yote mtapewa na kuzidisha. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Na nataka nikwambie, hujafa hujaumbika. Usipokubali kufa kitabia, usipokubali kufa kifikra, kwenye zile fikra za kiburi na kujiinua na kujiona bora kuliko wengine na kujitutumua kwa mambo ambayo hutaweza kuyafanya, usipokubali kufa kwenye hayo, huwezi kuchipuka upya. Lazima ukubali kile kiburi kife ndani yako, zile tabia zisizofaa zife ndani yako, tabia za dhambi zife ndani yako, ili zikisha kufa hizo zote, uchipuke sasa ule mwili wa Kristo, ichipuke ule mwili wa Roho sasa, ambao utabeba neema tele ya kiungu. Sema amina kubwa. Haleluya. Haleluya. Hebu pesa makofi yako mazuri. Mpesa makofi yako mazuri tena. Mpesa makofi yako mazuri tena. Mtumikie Mungu bila majuto. Ombea familia kwa mzigo mkubwa, maana baraka zimeamriwa katika umoja. Baraka Mungu aliziamuru zipite kwenye umoja. Hakuna namna baraka zitakufikia kama ule umoja wa familia umechezewa na shetani, kwa vurugwa, mambo yakawa hayaendi tena vizuri, na wewe huombi na Mungu amekupaka mafuta. Hebu sema Bwana Yesu nisaidie. Rudia tena, Bwana Yesu nisaidie. Hebu sema tena, Bwana Yesu nisaidie. Rudia tena, Bwana Yesu nisaidie. Rudia tena, Bwana Yesu nisaidie. Hebu mpe Yesu makofi. Haleluya. Amen. Kweli mimi namtumikia Mungu, na muda mwingi nakuwa, mara nyingi nakuwa kwenye maombi ya familia, nafanyaje. Saa nyingine naweza nikawa sina chochote kabisa, lakini kila jambo la muhimu na kila jambo la thamani linalohusu maisha, Mungu amelifanya mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna mambo mengine yanatendeka mpaka najikuta nalia kuangalia
angalia jinsi kitu kilivyotendeka. Kwa sababu sio kwa nguvu wala kwa uwezo. Ndicho anachomwambia Zakaria anatumwa mueleze mtumishi wake. Anaambiwa mwambie Zerubabeli. Anasema, wewe nani mlima uliyesimama mbele ya mtumishi wangu Zerubabeli? Wewe ni nani? Hakika utakuwa nchi tambarare mbele ya mtumishi wangu. Sema amina kubwa. Huyo mtumishi wake itakuwa tambarare kwa sababu amebeba nguvu za kimungu, amembeba Mungu, amebeba mamlaka na neema ya Mungu iko juu yake. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa. Anasema sio kwa uwezo wa majeshi, ila ni kwa roho wangu, asema Bwana wa majeshi. Sio wewe unaenda kupigana vita ushinde, haujengi hekalu kwa nguvu zako umalize, ila ni kwa roho yangu mimi nikaleta watu watafanya hii kazi na kazi itakamilika. Sema amina. Oh my God. Nakumbuka mama mmoja alikuwa kwenye madhabahu. Tukawa tumemwombea. Alikuwa anafanya kazi huko Duluth, kazi ya ulinzi. Tukamwombea. Siku moja Mungu akaniambia ataleta wafadhili watamjengea nyumba. Nikamtangazia hapa, alikuwa amekaa pale kule mwanzo kabisa. Siku zikaenda, Mungu akaleta watu, sio walikuwa ni Wahindi, sio wa China. Watu wakaja wakamjengea nyumba kama neno la Bwana lilivyosema. Haleluya. Kuna mama mmoja hapa chini juzi nilikuwa napewa shuhuda hapa, sikumbuki vizuri, si majarifu alikuwa ananiambia. Alileta mtu hapa alileta hitaji la mtu anaumwa. Tukaomba kwa ajili ya mtu. Alikuwa amelazwa majarifu. Tengere. Alikuwa amelazwa Tengere. Sasa yule mtu akawa amewekwa pale hospitalini, hakuna mtu wa kumlipia deni, likawa kubwa, hawezi kutoka pale. Wale watu wakaja kulia kwenye hii madhabahu. Walipolia kwenye hii madhabahu, Bwana akawaonea huruma, wakapata kibali machoni pa Mungu. Mungu akasema hivi, atakuja mtu wasiyemjua na atalipa lile deni na mgonjwa ataachiliwa eneo hapo. Eti uliniambia juzi alikwambia wale watu walikuja watu ambao wasiojulikana, wakalipa deni wakaondoka. Hebu mpigie Yesu makofi. Sasa sisi hatuwajui hata mgonjwa leo hatukumuona, hatuwajui hao waliokuwa yani hao walioenda kulipa hatujui, lakini Mungu alisema ataleta mtu. Deni lilikuwa shilingi 500 ngapi umesema? 550,000. Mungu ataleta mtu kutoka mbali kuja kulipa na hajulikani, wakalipa na si washirika wa madhabahu, wanakuja tu kwenye maombi. Hiyo ndio kusema mtu amepata neema. Sema amina. Amen. Sasa watu akishapata neema huwa anarudi nyuma, atembei tena na ile neema. Neema inahitaji kuongezeka siku hadi siku. Neema huwezi ukapata kitu leo alafu ukaondoka ukaiacha ukaendelea kufanikiwa. Neema unatakiwa utembee nayo. Kama neema imesababisha wewe ukapata muujiza fulani, uwe na uhakika neema hiyo itazidi kuleta vitu vingi kwenye maisha yako na mabadiliko mengi kwenye maisha yako. Usijitenge na neema. Anajitenga na neema, anatafuta uharibifu wa maisha yake na familia yake. Lakini anayetembea na neema husababisha mambo kuzidi kuwa mazuri katika maisha yake. Sema amina tena. Amen. Basi nikupe maandiko kadhaa yatakaweza kukusaidia. Nimemwomba Roho Mtakatifu sana nisaidie leo nizungumze kwa namna ambavyo kila mtu ataweza kunielewa. Tukisoma Yohana ile sura ya kwanza mstari wa 17. Yohana ile sura ya kwanza na mstari wa 17. Neno la Mungu linasema maneno haya. Yohana 1:17. Biblia inasema kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Kumbe kule nyuma watu walitembea kwa sheria, yani Torati. Lakini baada ya Yesu kuja, alikuja na neema. Alikuja na neema, uwezesho wa kimungu, upendeleo wa kiungu, huruma ya kiungu, msamaha kwa wakosaji. Kwa sababu Mungu akishakuhurumia, moja kati ya jambo ambalo atakuzawadia ni kukusamehe dhambi zako.
Bwana Yesu asifiwe. Hebu nitafsiri neno neema kwa tafsiri nyingine nyepesi zaidi. Neno hili lilianzia kwenye agano jipya, likitoka katika lugha ya Kiyunani charis, yani charis ama charity, charis. Hili neno charis ni neno la Kiyunani ambalo linamaanisha ukarimu, linamaanisha pia baraka au wema. Linamaanisha ukarimu, baraka au wema. Kwa hiyo hili neno kwa Kiyunani neema, ukilizungumza Wayunani wote wanaelewa umezungumza kwa habari ya ukarimu, wema na baraka. Haleluya. Sema Baba wa mbinguni, ninakuomba nipate neema machoni pako. Upo hapa kweli? Twende tena kwenye Waefeso sura ya 2 mstari wa 8. Waefeso sura ya 2 mstari ule wa 8. Tusome tena hapa kidogo, tuangalie tena maneno mengine machache. Waefeso sura ya 2 na mstari ule wa 8. Neno la Bwana linasema hivi. Mstari wa 8 inasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Yaani watu waliokolewa kwa neema. Hebu sema watu waliokolewa kwa huruma. Hebu sema watu waliokolewa kwa huruma za Mungu. Sasa vivyo hivyo familia yako inaweza kuwa inapita kwenye mambo magumu na majaribu ya kila namna, mauti, matatizo ya kila namna, kwa sababu hayupo mtu aliyebeba neema kwenye familia. Yusufu alibeba neema ya kumtosha yeye, kutosha taifa lake na kutosha mataifa yote yaliyokuwa na wazunguka pale Misri. Neema ya mtu mmoja ilisababisha mataifa kuweza kuishi, wapate chakula cha kuwatosha na njaa isiwadhuru. Neno jingine la ziada, neema ni kitendo cha Mungu kutubariki badala ya kutulani. Haleluya. Lazima ni ipi itakusaidia kuelewa vizuri. Neema ya Mungu ni kitendo cha Mungu kutubariki sisi badala ya kutulani. Maana sisi tulikuwa tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, tulipaswa kulaaniwa. Lakini neema ya Mungu ni huruma, ni msamaha. Basi ametuhurumia, akatusamehe dhambi zetu, hakutulaani tena, akatubariki. Amen. Sema sote tumeokolewa kwa neema ya Mungu. Sema tena, tuliokolewa kwa neema ya Mungu. Rudia tena, tuliokolewa kwa neema ya Mungu. Naomba tusome tena kitabu kile cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 21. Kwa mstari wa 21. Mwanzo 3:21. Neno la Mungu linasema, Mwanzo 3:21, neno la Mungu linasema hivi: Bwana Mungu akawafanya Adam na mkewe, akawafanyia Adam na mkewe mavazi ya ngozi, akawavika. Bwana Mungu, hebu nianze mstari wa 21 hadi 21. Inasema, Adam akamwita mkewe jina lake Hawa, kwa kuwa yeye ndiye aliye mama yao wote walio hai. Bwana Mungu akawafanyia Adam na mkewe mavazi ya ngozi, akawavika. Adam na Eva walivyotenda dhambi, kitu cha kwanza utukufu wa Mungu uliondoka. Adam na Eva walikuwa hawavai nguo kama sisi, walikuwa wamezingirwa na utukufu wa Mungu. Huwezi kukuta malaika siku moja ukutane na malaika wa Bwana amekuja alafu mkuta amevaa jeans au amevaa mgorori.
Malaika wa Bwana wanafunikwa na utukufu wa Mungu. Sema amina kubwa. Na wanadamu the same walikuwa wamefunikwa na utukufu wa Mungu kwa sababu waliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Walipotenda dhambi tu wakajiona wako uchi. Kwa hiyo Mungu kwa huruma akaja akawatengenezea mavazi akawavika. Sio, unanielewa ninachosema? Pamoja na kwamba tunatenda dhambi, Mungu hatuachi kabisa. Bado neema ya Mungu inaweza ikawepo japo ni tone katika maisha yetu. Lakini kile kitone hakitoshi. Neema ya Mungu haituachi kabisa kabisa. Akawavika nguo the same kama leo. Unapotembea na Mungu ukamwachia Mungu, ukamtwika mzigo wako, kila kitu Mungu atatenda kwenye maisha yako. Sema amina. Amen. Sema amina tena. Amen. Haleluya. Neema ya Mungu inahitajika kwenye familia yako. Mungu akawavika nguo. Hii ndio inaitwa neema. Kwa sababu neema ni baraka. Haleluya. Haleluya. Hebu sema neema ni baraka. Hebu sema huwezi kuzungumza neema ukaacha baraka. Hebu sema huwezi kutaja neema ukaacha baraka. Rudia tena, huwezi kutaja neema ukaacha baraka. Hebu sema ukisema neema umezungumza baraka pia. Hebu sema umezungumza baraka pia. Hebu sema baraka ni sehemu ya neema. Kwa kipengele cha 4 kinachohusika na neema ni baraka, upendeleo. Alafu kipengele cha 5 cha mwisho upendeleo. Upendeleo. Yaani mnaweza kwenda kutafuta kazi, watu 50 nafasi moja, ukapewa kazi wewe. Favor of God. Hallelujah. Hallelujah. Mungu wangu akupe neema kwa jina la Yesu aliye hai. Neema Mungu iongezeke kwenye familia yako na katika maisha yako yote, kwa watoto wako, katika nyumba yako, wapate fadhili, waone kibali machoni pa watu katika jina la Yesu aliye hai. Mungu aanze kufungua milango iliyofungwa. Neema Mungu ianze kujidhihirisha kwenye maisha yako. Sema amen. Amen. Haleluya. Hiyo inaitwa neema ya Mungu. Neema ya Mungu ikiwa juu ya familia yako, hakuna jambo zuri utalitaka ulikose. Kwa taarifa yako nikwambia mimi ni mchungu sana. Usinichukulie poa. Kwenye mambo ya hela mimi sio mtu mwepesi. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Usifikiri mimi nitaka niseme haya mama kila siku vaa nguo mpya, kila siku vaa nguo mpya. No. Ingeto hapana kwa kweli. Lakini Mungu akisema ndio, nani wa kusema hapana? Nani wa kusema hapana? Mimi nataka kusema hivi, nataka tugawane upako na neema ya Mungu, maana sisi, mimi na wewe ni familia. Sema amina kubwa. Mimi kuanzia leo nakutaja wewe kuwa ni mwanafamilia wangu. Sema amina. Nasema wewe ni familia yangu. Kama Mungu akinibariki akubariki na wewe kwa jina la Yesu. Mungu akiniinua kuinue na wewe kwa jina la Yesu. Mungu akifadhili watoto wangu wafadhiliwe na wako. Mungu akimvika mke wangu afike na wako. Ile neema tushare pamoja. Sema amina kubwa. Sasa hicho kitu kimepungua kwenye maisha ya watu wengi sana. Kwenye maisha ya watu wengi sana. Sitasahau. Siku moja nikafuata mama ambaye wao wanakaa na mtoto wetu. Nikatoa hela sitaki kutaka. Nikampa. Nikaja nikaambiwa tunakuomba sana usifanye hivyo. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa nini usifanye hivyo tena? Amen. Mungu akakutendea katika jina la Yesu Kristo, uipokee hiyo neema katika jina la Yesu. Amen. Kwa nini usifanye hivyo tena? Na uliza kwa nini usifanye? Nikamwambia mimi ni baba huyu mtoto. Nasema nimesharushwa. Niweza mimi ni baba huyu mtoto. Nikaambiwa hivi, usitufungie milango ya baraka tafadhali. Nikapigwa stop kuanzia siku hiyo. Kwa hata tukienda tunalazimisha tuna mama.
tunabeba vitu fulani tunaenda navyo tu, yani hatutaki kuuliza hata nini, kwa sababu utazuiliwa usipeleke. Bwana asifiwe sana. Fadhili za Mungu zinapokuwa juu ya mtu, hawezi kutafuta kitu chema akikose ilicho haki yake, kwa sababu mbingu zikisema ndio, hakuna kupiga tena. Mizimu inakuwa iko chali sasa hiyo, mashetani yote yako chali, wachawi wote wako chali, waganga wote wako chali, kwa jina la Yesu, kwa sababu yako wewe. Alafu mtu aliyepata neema ni kama mti wenye matunda. Kila mtu sasa huijia neema. Biblia inasema inuka sasa uangaze, maana nuru yako imekujilia. Mataifa tazama wanakujilia, wanaujilia mwangaza wako, wanaujilia kuzuka kwako. Nuru yako inachiliwa na mataifa. Nuru yako ni yale zile baraka na yale mafanikio ulio nayo, maana pambazuko lako limekuja. Sema amen. Laana mbaya ya kukumaliza, uchoyo. Wewe aliyenibariki kwa jina la Yesu, nyumba yako ibarikiwe mpaka ushangae mama. Yaani hicho kizuizi kinachozuia chochote nimekiondoa leo kwa jina la Yesu aliye hai. Ikawe kwako kwa jina la Yesu aliye hai. Na upokee kwa jina la Yesu. Sawa sawa na jinsi ulivyounganisha. Amen. Ikawe kwako na watoto wako katika jina la Yesu. Nisikilize. Mimi ninayekufundisha, kama sitaishi uhalisia wa maisha yale ambayo ninayahubiri, kuna kitu nachoweza kukipokea. Maana kanuni ya wewe kupokea ni lazima mimi niwe nacho kwanza. Niliwahi kusema huwezi kumpa mtu kitu ambacho wewe mwenyewe hauna. Haleluya. 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 Mungu ni mkubwa. Ukikubali wewe ubebe neema, utakuwa kama mto. Kama mto. Kweli ukisachiwa unaweza kuwa huna hela. Hata mimi hapa nilipo sina 100 mfukoni, lakini sina shaka na Mungu ninayemtumikia. I don't have any doubt. Chochote ninachokitaka Mungu atanipa. Kikihitajika na kitoa ulazima kukipata upo. Yaani upo huo ulazima. Mungu mbingu inatengeneza mazingira sasa hiyo kinanifikia. Sema amina. Amen. Ndicho kitu nataka ukipokee jioni leo. Mimi leo nitakuombea wewe. Sema amina. Amen. Mimi leo nitakuombea wewe. Sema amina. Amen. Mimi leo nitakuombea wewe. Sema amina. Amen. Mimi nitakuombea wewe. Amen. Haleluya. Mimi nimeshamrarua dubu nimemaliza. Nimeshamrarua simba nimemaliza. Niko sasa natazama baraka zinatokea wapi. Nitainua macho yangu nitazame milima. Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu watoka kwa Bwana wa majeshi. Aliyezifanya mbingu na nchi. Haleluya. Wewe ukiona mtu anapita, tafadhali muache. Huyo mtu anatengenezwa kwa ajili ya kesho. Hiyo kesho yake itakapofika, watu wote waliokuwa na mcheko watakuwa nakimbia na kufunika nyuso zao kwa aibu. Maana Mungu anapomuinua mtu, humuinua kwa namna ambayo hata maadui zake umuogopa. Haleluya. Kwa mimi sipati shida nikiona kuna mambo unayapitia yanakusumbua. Najua unatengenezwa kwa ajili ya kesho iliyo bora. Najua unaandaliwa kwa ajili ya wengine. Ninajua wewe ni chombo kinatengenezwa ili kibebe kikagawe, ili kigawe kikapeleke kwa wengine. Sema amen. Amen. Oh my God. Haleluya. Amen. Nimtukuze Mungu kwa ajili yao. Kuna watu natamani niwaone katika utukufu mpya wa Mungu, wakiwa na furaha na kicheko kisichokoma. Waonekane na watu waone kuwa ni kielelezo kwamba Mungu yuko pamoja nao. Sema amina kubwa. Amen. Hebu ndio mikono juu, sema maneno ya hebu sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninakuomba leo, kama kuna mahali nilipokukosea kwa namna yoyote, kwa kuwaza, kwa maneno na kwa matendo yangu yasiyofaa, ninaomba unitakase na unioshe kwa ile damu yako. Nisafishe kabisa, uniondolee kila jambo baya. Unitakase kabisa Bwana, uniondolee maovu yangu yote. Asante Yesu. Asante Yesu kwa kunitakasa. Asante Yesu kwa kuniosha.
Safisha roho yangu iwe safi kabisa, iweze kupokea neema leo, iweze kupokea neema leo katika jina la Yesu aliye hai. Emsema Baba wa mbinguni, mwaga ile mvua ya neema juu yangu kuanzia sasa. Achilia neema juu yangu Bwana, achilia uwezesho wa kufanya maisha yangu kuwa mepesi katika wewe Bwana, katika jina la Yesu. Achilia neema Bwana. Kila mmoja mwambie Mungu achilia neema. Liba shataka rabo santo. Mwambie Bwana achilia neema yako juu ya maisha yangu. Mimina neema yako juu ya familia Bwana. Achilia neema yako Bwana. Libo sataka. Inua sauti yako, inua sauti yako pale lipo. Mwambie Bwana ninakuomba achilia neema juu ya nyumba yangu. Achilia neema juu ya familia yangu. Achilia neema juu ya nyumba yangu. Achilia neema juu ya familia yangu. Achilia neema Bwana. Mimina neema yako. Neema yako Bwana. Msaada wako Bwana. Huruma zako Bwana. Kibali chako Bwana. Achilia neema juu ya maisha yangu. Juu ya familia yangu. Juu ya familia yangu Bwana. Achilia neema. Achilia neema yako. Achilia neema yako Bwana. Achilia neema yako. Juu ya maisha yangu. Juu ya familia yangu Bwana. Ninahitaji neema yako Bwana. Nahitaji neema yako. Ulimpatia neema Musa mtumishi wako. Uliachilia neema yako juu ya Esther Bwana. Akaiokoa nyumba ya Israeli. Bwana nyosha mkono wako. Achilia neema juu ya maisha yangu. Niweze kuiokoa familia yangu. Kuitoa kwenye mateso. Kuitoa kwenye mapito. Kuitoa kwenye magumu. Robo Santala Basaya. Rabo Santala Basaya. Inua sauti yako tu pale lipo. Inua tu sauti yako pale lipo. Inua tu sauti yako pale lipo. Inua tu sauti yako pale lipo. Mwambie Bwana ninaomba neema yako. Mwambie nipe neema yako Bwana. Maisha yangu yamekuwa na ukame sana. Maisha yangu yamekuwa na ukame sana Bwana. Ninahitaji neema yako. Ikanifanyie wepesi kwenye maisha. Ikanifanyie wepesi kwenye maisha Bwana. Achilia neema Bwana. Achilia neema Mwokozi wangu. Achilia neema Baba wa mbinguni. Ninahitaji neema kwa ajili ya neema yako. Achilia neema Bwana. Katika jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu aliye hai. Asante Yesu, asante Yesu. Asante Yesu katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Sasa hiyo mikono yako juu pale. Mimi nitakuombea tu kwa dakika chache na utasimama. Baba Mungu nakushukuru kwa sababu watu hawa uliniita nikutumikie, fanya mapenzi yako kwao. Bwana ulinituma niwafundishe kuzishika amri zako na kuishi mapenzi yako. Hakuna mtu yeyote kama hawa wasiojua jinsi ulivyonifanya kuwa mfano katika mapito mengi na majaribu mengi. Lakini Bwana wameona tena sisi tuliposimama imara pamoja na familia yangu, ulitukumbuka na neema yako ikaachiliwa kwetu. Nasi tunakushukuru Bwana, wala hatutaacha kusema fadhili zako. Baba, ninawasogeza watu hawa kwa kuwa mimi umenipa neema machoni pako. Kanibariki, kaniinua. Na mimi nawasogeza watu hawa. Bwana, wakapokee baraka kama ulivyonibariki mimi. Wakapokee neema kama ulivyonipa neema mimi. Katika jina la Yesu. Pokea neema ya Mungu kwa jina la Yesu aliye hai. Pokea baraka za kiungu kwa jina la Yesu aliye hai. Pokea kibali cha kimbingu katika jina la Yesu. Pokea fadhila za kimungu kwa jina la Yesu. Pokea upendeleo kwa jina la Yesu. Kila mahali unapokwenda ufanyike baraka. Na tamka hatua zako zitaimarishwa na Mungu. Na tamka uso wako utaona fadhili kwa kila mtu kwa jina la Yesu. Na tamka kibali kisichokuwa na mwisho mbele yako katika jina la Yesu aliye hai. Mambo yote mema yakakujilie. Usipungukiwe na chakula, usipungukiwe na mavazi. Nyumba yako ikawa na furaha, nyumba yako ikawa na utele wa kila baraka ya Mungu kwa jina la Yesu aliye hai. Pokea neema hiyo ikaambatane nawe, iwe juu yako katika jina la Yesu. Na laana zote zimevunjika na kuharibika kwa damu ya Yesu Kristo. Na kuanzia leo wewe umepata neema machoni pa Mungu kwa jina la Yesu. Pamoja nasema amen. Yesu wakofi utukufu tena.
Mungu akupe na upako wa fedha katika jina la Yesu. Na kuimba uimbe sana katika jina la Yesu. Ilo mikono juu. Hiyo mikono kwa jina la Yesu itashika fedha. Na kadiri itakavyotoa itazidi kuzidishwa na kuongezewa. Katika jina la Yesu aliye hai. Ukae mahali unapopapenda. Ufurahie chakula chako. Katika jina la Yesu. Ufurahie mavazi yako. Ufurahie afya yako katika jina la Yesu. Mungu wangu akupake mafuta haya ya neema. Mungu aiweke neema juu ya nyumba yako. Ni maombi yangu Bwana, kama Elia alivyokuomba. Ninakuomba Bwana, watu hawa wapate fadhili machoni pako, wapate neema machoni pako, wapate kibali machoni pako. Ninaomba Bwana, ile neema yako ikamwagwe juu yao, waingiapo na watokapo wafanyike baraka katika jina la Yesu Kristo. Mimi kama mtumishi wako ninaivunja laana yote inawatesa. Ninaiharibu na kuikemea. Ninatamka ni mwisho wa hayo matatizo na mateso. Natamka mwanzo mpya na wainua katika jina la Yesu kwenye ulimwengu wa roho. Wakainuke na miguu yao ikasimame kwenye mwamba. Sawa sawa na mtunga Zaburi. Bwana, katika jina la Yesu umeniinua na kuniweka kwenye mwamba na kuimarisha miguu yangu. Baba, imarisha miguu ya watu hawa wakae katika mwamba wa neno lako katika jina la Yesu Kristo. Mtu mmoja aseme amen. Amen. Imeshakuwa, pokea kwa jina la Yesu. Unaweza kumpongeza mtu mmoja kwa imani. Mwambie mtu mmoja ongera, mwambie ongera kwa kupata neema katika jina la Yesu aliye hai. Mungu akakupe na kubariki na fedha. Jesus mighty name. Wako wapi hawa? Jesus mighty name. Pokea hiyo fedha inayozuiliwa. Hiyo fedha inayozuiliwa. Kwa ulishikilia pesa yake, ulishikilia utajiri wake. Leo nakukomesha kwa moto. Leo nakukomesha kwa moto. Leo nakukomesha kwa moto. Nimeutoa uchumi kwenye mikono ya maadui. Nimetoa fedha yake. Hiyo biashara yake inayoipiga imetoka kwenye mikono yenu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Achia mikono. Achia utajiri wake. Achia kwa jina la Yesu. Sasa achia. 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 Kwa jina la Yesu. Hii fedha imezidishwa mara milioni katika jina la Yesu. Mara milioni katika jina la Yesu. Na hizo baraka zipo rohoni kuanzia sasa. Nimemkabidhi kwa jina la Yesu aliye hai. Pokea neema. Pokea neema kwa jina la Yesu aliye hai. In Jesus mighty name. Hebu na mkono juu sema kwa jina la Yesu. Sema tena kwa jina la Yesu. Najua fedha mtu unaweza kufungwa, uchumi wa mtu unaweza kufungwa, ndio kama hivi. Unashangaa mtu anapambana kutafuta fedha lakini ipatikane, kumbe adui amefunga fedha yake. Natangaza kukufungua kwa jina la Yesu. Natangaza kukufungua. Ewe shetani, wachie wanangu Paulina. Achia kwa jina la Yesu aliye hai. Na ipokonye ile nyota kwenye mikono ya adui. Na ipokonye ule utajiri kwenye mikono ya adui. Receive it. Jesus mighty name. Nimerudisha sasa kwa nguvu. Hauwezi tena kuzuia shetani. Kuanzia sasa ameipokea ile yake. Hebu pesa kwa utukufu. Pesa kwa utukufu ameshaipokea ile yake. Ameshaipokea. Adui hana namna tena. Maana alikuwa anajaribu kuzuia, ameshaipokea. Hebu tukushukuru Bwana Yesu. Natamka na kwako ikatokea. Aliye nani apokee. Jesus mighty name. Nimeshakuwa katika jina la Yesu. Ninaomba basi ukae kidogo.